wito kwanza kuhusiana na shinikizo la juu la damu kwa maana ya ufanyaji wa mazoezi. Watu wamekuwa ni wazembe. Unamwona hata ndugu yangu hapa kitambi kimeanza kuota. Ugonjwa wa shinikizo la juu la damu Ndio. Vipimo vyake ni rahisi sana. Sawa sawa. Yaani unaenda tu kwenye kituo cha afya, yaani unapima pressure. Unapima pressure, unapima uzito, unapima urefu. Okay. Unaangalia uwiano kama urefu wako na uzito vinafanyaje? Vinaendana. Lakini pia unapima mzunguko wa tumbo. Yaani tunapima kitambi kile. Kwa mfano kwa mwanamke ule mzunguko wa tumbo kwenye kitovu hapa utakiwa kuzidi 80 cm. Okay. Kwa mwanamke utakiwa kuzidi 80 cm. Lakini kwa sisi kwa wanaume mzunguko wa tumbo kwenye kitovu utakiwa kuzidi 90 mpaka 94. Okay. Kwa hiyo hizo ndio vipimo. Lakini utapima pressure, utapima urefu. Hivyo vitu vyote hivyo vinaashiria kwamba kama wewe unakuwa na nini? Uko kwenye hatari ya kupata nini? Ya kupata shinikizo la juu la damu na mambo mengine ambayo nimeyasema, sababu ambazo nini ni hatarishi. Tunakuja sasa kwenye wito. Ndio. Kwa pamoja jamii inakumbushwa kuthamini afya na kuchukua hatua za kinga. Kupima shinikizo la damu kwa usahihi, kudhibiti na kufuata ushauri wa kitabibu na njia bora ya kuishi kwa muda mrefu. Kwa yani sisi ndio tunatoa wito kwamba tunashauri wananchi wapime mara kwa mara shinikizo la damu kwa usahihi. Lakini pia kama unajumuda pia jaribu kuidhibiti hiyo pressure. Ndio. Jaribu kuidhibiti hiyo pressure, lakini kama pressure bado inaendelea kuwepo na kwamba itabidi ufuate ushauri wa kitaalamu kama ni kutumia dawa. Lakini Force FM.